Kufuatia kuzagaa na kuenea katika mitandao ya kijamii klipu inayomwonyesha aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Arumeru pamoja na Ikungi, ambaye pia amewahi kuwa msemaji wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans, Mheshimiwa Jerry Muro, akionekana katika hali ya sintofahamu, akionekana kama mtu aliyechanganyikiwa. Charles Beda kupitia kipindi cha Mega Morning kinachorushwa na 92.9 Mega FM Radio kimemtafuta ili kupata kufahamu kulikoni katika muonekano huo wa kuchanganyikiwa. Jerry Muro alikuwa naye ya kusema. Waje na mimi nimepata nafasi ya kuzunguka pia na mgombea wetu. Kwa hiyo inakusikia moyo kuona kama jana tu clip hii imetrend. Maanake mgombea wetu wa urais ana nafasi kubwa sana ya kufuatiliwa na anafuatiliwa kweli kweli. Na hili Beda linaonyesha wazi. Kuna sehemu hata wagombea wetu wa ubunge wanavyoongea, kuna sehemu wanaongea labda kutokana na fatiki ya uchovu. Unaona mtu anakata kiclip anasema angalia huyu kasema hivi. Kwa hiyo ndio siasa, ndio msimu wa siasa, ndio wakati wa siasa. Ila kikubwa wa Tanzania wajue bendera chuma, mlingoti chuma, na ambebeki ase kipa. Tunasonga mbele. Tarehe 29 Oktoba tunatiki tena, tunatiki alafu tunatikisa, tunatiki alafu tunatikisa. Na Mheshimiwa Jerry Muro, kwa kuwa umezungumzia mambo ya kupata clip na kirusha alafu kina pengine inaweza kapoteza maana au kilichokuwa kinazungumzwa, kuna clip fulani kanatembea pia kakimhusuta Mheshimiwa mgombea wa nafasi ya urais, na kwa kuwa uko naye katika ziara zake akisema kwamba mgombea ubunge wa nafasi ya urais, hii umeipata na pengine hii ikoje? Cha kwanza, mimi sio msemaji wa rais. Ndio. Na sio msemaji wa chama. Siko kwenye nafasi ya kumuongelea rais kwa sababu ana kurugenzi yake ya mawasiliano, lakini siko kwenye nafasi ya kukiongelea chama kwa sababu chama kina katibu mwenezi ambaye yuko kwenye ziara za mama, unaweza ukamtafuta. Yeah. Lakini mimi niseme kama mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa, ambaye pia ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi na kiongozi. Cha kwanza, watu wanatafsiri vitu visivyo hivyo. Charles Beda, wote tunajua Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni mgombea wa nafasi ya urais. That is primary objective. Wote tunajua. Lakini ukiona mtu anashupalia kitu kadogo, ujue huyo ana jambo lake tofauti na hili jambo ambalo tunajua. Leo hata ukimuuliza mtoto wa shule ya msingi ya primary, Rais Samia anagombea nini, atakwambia anagombea nafasi ya urais. Sasa mtu anapokata kiklipu na kuanza kukisambaza, manake hawa watu wanaendelea pia kumbrandi rais wetu. Ukisikia unaweza ukaumia, lakini kwa sisi wanasiasa tunasema ukimpiga chura teke unamuongezea mwendo. Haya wanayoyafanya ni kielelezo tu cha Rais Samia kuwakuna vizuri kabisa mioyo yao kwa namna anavyoelezea ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na tukumbuke, huyu ni rais wa nchi. Huyu ni mgombea wa nafasi ya urais, nafasi kubwa sana. Ndio maana utatuona sisi wana CCM tukitweza utu wa wagombea wengine, kina Salum Mwalimu wa Chauma, na wengine Adatadea, NRA, chama hizi vyote vilivyo kwenye nafasi ya urais, kugombea nafasi ya urais. Hujawahi kutuona CCM tukiwabeza. Hata pale wanapokosea tunajua wameteleza, lakini hawa ni wagombea wa urais, tunawapa heshima yao. Na ifike mahala watu wampe heshima yake Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Naam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni amiri jeshi mkuu, ni mkuu wa utumishi, ni mkuu wa serikali, ni mwenyekiti wetu wa chama taifa, lakini ni mama yetu. Itoshe basi kama huwezi kumheshimu rais kwa ofisi zake 4 alizokuwa nazo na ya chama ya 5, basi tumheshimu kama mama yetu. Tumheshimu kama mama aliyepata nafasi ya kupeperusha bendera ya kuwa kinara wa nchi yetu ya Tanzania. Tumheshimu kwa nafasi yake ya mama. Kama tunaona siasa yetu inaweza ikaenda mbele kuliko utu wa mtu. Naam, kwa kumalizia Mheshimiwa Jerry Muro,
hiyo clip, turudi kwenye clip ile, weke vizuri kabisa kwamba sasa mazingira yale yalikuwaje, ni kwamba imetengenezwa ama kuna kitu ulikuwa unajaribu kukificha kwa njia hiyo ya kwa sasa? Acha i-trend. Ndio. Acha i-trend. Acha watu waipe tafsiri wanayoweza kuipa, kwa sababu ukisoma vizuri unawe umepitia uandishi wa habari. Ndio. Picha moja inaweza ikawa ina taswira kama taswira 800 hivi. Ni sawasawa na wale wachora katuni. Anaweza akaweka katuni, kila mtu akaitafsiri kwa aina yake. Kwa sasa hatuna maelezo mengine zaidi ya kusema Jerry Muro yuko imara, yuko anachapa kazi, anasonga mbele kwa kasi. Na watu wasiwe na mashaka. Wacha waendelee kutafsiri hiyo clip wanavyoitafsiri vyovyote. Alafu Beda, huu ndio msimu wa siasa. Tukimaliza uchaguzi tutarudi kuheshimiana na maisha yatakwenda. Kwa hiyo siwezi kuwa na nongwa dhidi ya wale wanaosambaza hiyo clip, wanaonitweza, wanaobeza utu wangu nikawakasirikia. Siwezi kuwakasirikia kwa sababu tuliamua kufanya siasa. Na moja kati ya vitu tunavyotarajia vitaradadi kwenye siasa ni kama hivi. Kwa hiyo kwangu mimi ni sawasawa na mtu kumpiga chura teke. Ndio maana unaona hakuna sehemu nimelalamika. Na sitaki kuielezea hapa ikawa kama ni sehemu na lalamika, na jaribu kuitafsiri, na jaribu kujieleza kwa Watanzania. Hey Beda, come on. Nimekuwa mwandishi wa habari kinara. Nimekuwa msemaji wa Yanga kinara. Nimekuwa mkuu wa wilaya kinara. Nimekwenda shuleni, nimekuwa kinara pia. Tutakutana mwezi wa 12 kwenye mahafali yangu. Wataona kinara ni nini. Na mara baada ya hapo maisha yanaendelea. Kwa hiyo siko hapa kufafanua au kujaribu kujieleza. Watanzania wananijua. Watanzania wanamjua Jerry Muro ni mtu wa aina gani. Watanzania hata ukimwamsha mtoto mdogo ukamwambia Jerry Muro ni nani, atakwambia kile chuma cha reli.